Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari kama 42 hivi yanasema kuhusiana na mambo manne, kwamba baada ya watu kuokoka walidumu katika sala, walidumu katika ushirika, walidumu katika meza ya Bwana, lakini pia walidumu katika fundisho la mitume. Sasa niliposoma mstari huu nikawa ninatafakari, nikawa najiuliza fundisho la mitume ni lipi? Mitume walifundisha nini? Walihubiri nini? Ni kitu gani hicho ambacho watu waliokoka walidumu katika mafundisho hayo? Mafundisho ya aina gani? Ndipo nikajaribu kupitia Biblia yangu na kusoma sehemu mbalimbali kila ambapo mitume walikuwa wakifundisha na kuhubiri. Nikawa nafikiria ni kitu gani hicho ambacho walikuwa wanakihubiri, na nikagundua ya kwamba walikuwa na mambo machache sana, tofauti na sasa hivi ambavyo tuna mambo mengi. Walifocus kwenye vitu kama vitatu tu kwenye mafundisho yao yote. Kwanza, walifundisha kuhusiana na Kristo au Yesu ni nani. Huyo Yesu ni nani? Lakini baada ya kuelezea Yesu ni nani, wakaja kwenye kuelezea amefanya nini au alikuja kufanya nini. Kwa hiyo wakaelezea kile ambacho alikuja kukifanya, lakini baada ya hapo wakaelezea ina maana gani sasa kwenye humanity. Yaani hicho alichokifanya kina maana gani kwetu, kina umuhimu gani kwa mwanadamu. Basi sehemu zote ambazo wanafundisha, na walifundisha watu wa aina zote, matajiri, masikini, wazee, vijana, kila rika walifundishwa. Na hapakuwepo na mtume ambaye alikuwa anasema mimi nimeitwa kwa ajili ya vijana tu, au akasema mimi nimeitwa kwa ajili ya wazee tu, mimi nimeitwa kwa ajili ya matajiri peke yake, mimi nimeitwa kwa ajili ya maskini peke yake. Hapana. Messages zao, jumbe zao, au walichokuwa na kihubiri, walichokuwa wanakifundisha kilikuwa kinaenda kwa watu wote. Hapakuwa na ujumbe maalum kwa ajili ya vijana, hapakuwa na ujumbe maalum kwamba mimi jumbe zangu zinafurahiwa na vijana, mimi jumbe zangu zinafurahiwa na wazee tu. Hapana. Jumbe zao zilitakiwa ziwaguse watu wote, maskini, matajiri, vijana, kila umri. Ndicho walichokuwa na kihubiri mitume. Kwa wale walihubiri mambo hayo matatu: Yesu ni nani, wakisisitiza umasihi wa Yesu na ubwana wa Yesu, Lordship of Jesus, na ya kwamba yeye ndiye Masihi, kwamba yule aliyetabiriwa na manabii zamani, aliyetabiriwa ya kwamba atakuja ndio huyu. Walifundisha na kusisitiza na kuonyesha ya kwamba huyu ndiye Masihi. Lakini wakafundisha kuhusiana na kile alichokifanya, yani kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu, ile kazi kamilifu ya msalaba. Wakafundisha hiyo, ndio walichokuwa na kihubiri wakati wote. Ukisoma haraka wa Petro, ukisoma nyaraka za Paulo, ukisoma popote, ukisoma Yakobo, ukisoma yoyote, wote sehemu zote ukisoma utakutana na haya mambo. Watakuwa wanaenda hivi, wanatumia njia hii, wanatumia njia nyingine, lakini msingi wao na msisitizo wao uko kwenye mambo haya. Kwa hiyo wakaelezea kuhusiana kazi kamilifu ya msalaba, maana yake, alichokuja kukifanya. Lakini baada ya hapo wakaanza kuelezea umuhimu wake, ya kwamba kupitia hiyo kazi kamilifu ya msalaba sisi wanadamu tunapata nini? Tunapata msamaha wa dhambi. Tunapata nini? Tunahesabiwa haki kwa imani. Tunapata nini? Wakaelezea. Ndicho walichokuwa wanakifundisha mitume. Wala walikuwa hawaandai makongamano kwa ajili ya cryptocurrency kanisani kwenye makusanyiko yao. Hapana. Hawakuandaa kwa ajili ya mbinu za kupata fedha za kutajirika, tuandae semina. Hapana. Walikuwa wanafundisha habari hizi tu, ya kwamba Kristo ni nani, amekuja kufanya nini, na ina umuhimu gani kwenye hicho alichokifanya kwenye maisha yetu. Na ndiyo injili kimsingi. Lakini katika kipindi hiki tumekuwa na mambo mengi, yani tunatafuta vitu vyetu vingine. Ndio maana hata impact ni ndogo na udanganyifu umekuwa mwingi, kwa sababu tumeiacha kweli. Hatudumu tena katika lile fundisho la mitume, lakini tunatafuta mambo yetu mengine. Tunatafuta kuisaidia injili. Tunaona kama haya yajitoshelezi, lakini injili ni uwezo wa Mungu. Yawezekana kweli hivyo ukivitazama kwa macho ya kawaida sana. Sasa mtu tunamuelezea kuhusiana na Yesu ni nani, amekuja kufanya nini, na ina umuhimu gani kwenye maisha yako kwa kile ambacho alikifanya. Unasema hii hawezi kunielewa. Hapana. Hapo unatafuta kuongeza jitihada zako, lakini mitume ndicho alichokihubiri. Na wakahubiri zaidi pia kuhusiana na utambulisho wetu mpya sasa. Baada ya kile alichofanya msalabani, sisi tumeathirika vipi? Tunakuaje? Kwa kumwamini Kristo kuna vitu gani ambavyo tunavipokea? Ndio vitu pekee ambavyo walikuwa wanafundisha mitume. Just simple things, vitu vyepesi ninaweza nikasema kwa lugha hiyo. Lakini ndivyo viliwapa nguvu, ndivyo viliwapa matumaini, ndivyo viliwapa kanisa kuwa na nguvu na kudumu kuliko hizi propaganda za siku hizi. Injili, tafuta vitu vingine, mara ukombozi, mara nini. Yote haya huwezi kuyaona katika
mafundisho ya mitume. Hauwezi kuona watu wanaita makongamano ya ukombozi, sijui wa udongo, ukombozi wa michanga, sijui ukombozi wa nyayo, ukombozi wa vitovu. Vyote hivyo huwezi kupata. Huwezi kuona Mtume Petro ameita ibada, ameanzisha kusanyiko kwa ajili ya kukomboa vitovu. Hauwezi kusoma sehemu yoyote maandiko matakatifu wamefanya kusanyiko la namna hiyo. Na wala huwezi kumkuta Mtume Petro, Mtume Paulo anafundisha kitu kama hicho. Hapana. Vitu vyote vilivyofundishwa vilihusiana na Kristo as a center. Yesu ndo alikuwa kitivo chao, alikuwa katikati hapo. Ndiye aliyehubiriwa peke yake. Wala hausikii watu wakimtukuza Petro, wakimtukuza Paulo. Sehemu ambazo kwa mfano kama Korinto walianza kumtukuza Paulo na Apolo, wakawa wanasema mimi wa Apolo, mimi ni wa Paulo. Paulo aliwaonya, aliwafokea vibaya, mnakawaambia, je, mimi ndio niliowafia? Je, mimi ndiye niliyekufa kwa ajili ya dhambi zenu? Sasa mnaposema mimi wa Apolo, mimi wa Paulo, mna maana gani? Paulo alifoka sana na kuambia hataki huo ujinga wala hataki hizo sifa zao. Lakini sasa hivi watu wanatamani hizo sifa, wanatamani kupewa hizo sifa. Yaani ndio Mungu wa madhabahu hii, Mungu wa mtumishi huyu, toka nimekuja kwenye hili kanisa. Huwezi kusikia kauli kama hizo kwenye unaposoma maandiko matakatifu. Toka nimekutana na Mtume Petro, maisha yangu yamebadilika. Toka nimekutana na Mtume Paulo. Hapana. Hizo sio shuhuda ambazo utazikuta kwenye maandiko matakatifu. Watu walipokutana na Kristo walibadilishwa. Na huwezi kusikia anasema tulipokutana na mtume fulani, tulipokutana na mtu fulani. Hapana, huo sio utaratibu. Turudi tu kwenye Injili. Turudi kwenye kile ambacho mitume walikihubiri, kwenye lile fundisho la mitume. Tumuhubiri Kristo, tusitafute pinda nyingine. Let us preach gospel. Na gospel inamhusu Kristo peke yake. Injili inamhusu Yesu Kristo. Haihusu mambo mengine, haihusu namna ya kupata fedha. Na sisemi kwamba tusipate fedha au tusitafute fedha, lakini Injili haihusiani na mambo hayo. Kwa hiyo tuache kutafuta vitu vya pembeni. Mhubiri Kristo, tumhubiri Yesu Kristo peke yake. Yeye ndiye aliyekuja na kutufia na kifo chake ndio ukombozi unapatikana hapo. Shalom.